Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na wakati huu tunamtazama rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alivyoifanya Urusi kuwa taifa kubwa na lenye nguvu Ulaya na hata duniani kwa ujumla. Miaka 25 ya Rais Putin tangu alivyoanza kushika nyadhifa kubwa, alianza kuwa ni rafiki na sasa amekuwa adui wa mataifa ya Magharibi. Katika mkesha wa mwaka 1999 ulioanza kama mwanamageuzi na kubadilika kuwa mbabe wa kivita, uhusiano wa Umoja wa Ulaya, NATO pamoja na Urusi ya Putin ulibadilika. Mwaka 1999 katika mwezi wa Agosti, Vladimir Putin kwa mara ya kwanza aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa shirikisho la Urusi, na mwishowe mwa mwaka huo alichukua nafasi ya Rais Boris Yeltsin aliyekuwa mgonjwa. Katika hotuba yake ya mwanzo, Putin alisisitiza kuwa Urusi ilikuwa na itaendelea kuwa taifa lenye nguvu kubwa barani Ulaya na duniani. Alionekana kama mrekebishaji aliyekuja kuirekebisha Urusi iliyokuwa imevurugika katika miaka ya 90. Mwaka 2001, Rais wa Marekani George W. Bush alimuita Putin mwaminifu na mwazi baada ya mkutano wa kilele. Putin pia alitoa pendekezo la ushirikiano wa usalama kati ya Urusi na Ulaya katika hotuba yake kwa bunge la Ujerumani. Ushirikiano wa kimkakati kati ya Umoja wa Ulaya na Urusi ulianza huku NATO ikifungua ofisi mjini Moscow na Urusi ikiweka uwakilishi wake Brussels. Tutazame mabadiliko ya Putin. Katika mwaka 2006 katika mkutano wa usalama wa Munich, Putin alianza mabadiliko ya sera akilalamika kuwa nchi za Magharibi hazikutambua Urusi kama taifa lenye nguvu. Alikosoa upanuzi wa NATO na kudai kuwa ahadi za kutojitanua kwa jumuiya hiyo ya kijeshi karibu na mipaka ya Urusi zilipuuzwa. Hata hivyo, Urusi ilikuwa imekubali upanuzi huo katika makubaliano ya mwaka 1997. Mwaka 2008 Putin alionyesha nguvu zake za kijeshi kwa kuingilia mgogoro nchini Georgia na kuyaleta maeneo ya Abkhazia na Ossetia Kusini chini ya udhibiti wa Urusi. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha mwaka 2008, Rais wa Urusi Vladimir Putin ndipo alipoanza kuonekana kwamba ndiye mbabe katika nchi za Ulaya. Vita vya Putin. Katika mwaka 2014, baada ya mapinduzi ya Maidan nchini Ukraine yaliyomuondoa rais aliyekuwa rafiki wa Urusi, Putin alianzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine. Mashambulizi hayo ni katika kuwaunga watu wa Crimea kutokana na kile walichoamini kwamba wanahitaji kujitenga na kuwa jamhuri. Hata hivyo, baada ya mapambano ya watu wa Crimea ambayo yalipata usaidizi kutoka Urusi, Urusi iliunganisha Crimea katika taifa hilo. Urusi ilitoa kwa nguvu rasi hiyo ya Crimea na kuwasaidia wanamgambo wa Urusi katika sehemu za mashariki mwa Ukraine. Mataifa ya Magharibi yalijibu kwa vikwazo na juhudi za upatanishi, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Minsk ambao haukuwahi kufanikisha amani ya kudumu katika maeneo hayo. Uhusiano kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi uliendelea kuzorota zaidi, huku Putin akionekana zaidi kama mtawala wa kiimla. Kufikia mwaka 2022, baada ya Urusi kushambulia Ukraine kwa kiwango kikubwa, NATO ilimtaja Putin kama tishio kubwa zaidi kwa amani barani Ulaya na duniani kote. Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo vikubwa dhidi ya Urusi na kuanza juhudi za kujiondoa kwenye utegemezi wa nishati ya Urusi, ingawa bado baadhi ya mataifa yanaendelea kuitegemea nishati hiyo kwa kasi. Sasa tuitazame miaka hiyo 25 ya Putin madarakani. Miaka 25 Putin alivyoingia madarakani, NATO sasa inajiandaa kwa mashindano mapya ya kijeshi dhidi ya Urusi. Kuzuia uchokozi wa Urusi imekuwa jukumu kuu la muungano huo. Licha ya vikwazo na kushuka kwa biashara na Urusi, baadhi ya sekta kama vyakula, dawa na kemikali hazijaathiriwa na biashara ya Urusi na Ulaya inaendelea, ingawa kwa kiwango kidogo. Hata hivyo, urithi wa Putin unaendelea kuwa wa mabishano makubwa, ukionyesha mabadiliko makubwa ya mahusiano ya kimataifa, usalama barani Ulaya, lakini pia hali katika mataifa ya Ulaya imezidi kuzorota. Miaka 25 imemthibitisha Putin kama mwanaume katika Ulaya ambaye amekuwa akiogopwa sana na mataifa mengi, ikiwemo pia na hata mataifa ya NATO yakiongozwa na Marekani. Mataifa hayo yamekuwa yakitazama Urusi ya Bwana Putin kwa jicho la tatu. Hata hivyo, katika kipindi cha urais wa Bwana Putin ni nyakati ambazo Putin alitengeneza miundombinu katika taifa lake na kuhakikisha kwamba wataalamu wa teknolojia
wanakuja na mbinu mbadala za kuweza kupambana na majeshi ya Magharibi pamoja na NATO. Urusi ilikuja na teknolojia mpya za makombora yakiwemo makombora ya Samart ambayo Marekani wanaita makombora ya shetani. Makombora ambayo hadi wakati huu ndiyo nguzo muhimu ya Vladimir Putin. Hata hivyo, ikiwa hiyo haitoshi, ikumbukwe kwamba Urusi ndio taifa pekee linalomiliki silaha nyingi za kinyuklia. Ukiachana na matumizi ya silaha hizo za nyuklia, jeshi la Urusi katika siku za hivi karibuni limeibuka na uzinduzi mpya wa kombora jipya la Oreshnik, kombora ambalo bado limekuwa kizungumkuti tena kwa mataifa ya Magharibi. Hata pale mataifa Magharibi yalipotaka kufanya maamuzi ya kuishambulia Urusi kutokana na vita vyake vinavyoendelea huko nchini Ukraine, mataifa makubwa kama vile Marekani inayoongoza umoja wa kujihami wa nchi za Atlantiki Kaskazini kwa maana ya NATO ilikataa. Ujerumani pia ilikataa na hata Uingereza ilikataa. Na mataifa haya yamekataa kutokana na namna ambavyo wametambua teknolojia za silaha za hali ya juu za Urusi chini ya Vladimir Putin, lakini pia wametambua uhusiano wa Urusi na baadhi ya mataifa ambayo pia baadhi ya viongozi wake wamekuwa kama Putin. Miongoni mwa mataifa hayo ni kama vile Korea Kaskazini ya bwana Kim Jong Un, lakini pia Iran ya rais wa sasa Masoud Pezeshkian na kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei, pamoja na Uchina ambayo ipo chini ya bwana Xi Jinping, na China ambayo ina uhusiano wa ndani na wa muda mrefu na usiovunjika kati yake na Urusi, uhusiano ambao wamedai kwamba ni uhusiano wa siku zote. Hili limekuwa ni changamoto kubwa kwa mataifa ya Magharibi kutokana na Putin alivyojipanga katika baadhi ya maeneo, na hivyo kuwafanya watu wa Magharibi kuisaidia Ukraine, lakini usaidizi ambao kimsingi unayafanya mataifa hayo wakati mwingine kurudi nyuma kujitafakari kwa mara nyingine tena namna ya kuikabili Urusi. Hata hivyo, mataifa hayo, kwa mfano Marekani katika utawala wa Joe Biden, hususan katika kipindi ambacho utawala huo unamaliza muda wake, uliamua kujitosa. Uliamua kuiagiza Ukraine kutumia makombora ya ATACMS, lakini pia na makombora mengine ya Storm Shadow yaliyotoka nchini Uingereza. Hili lilifanya Urusi kuanzisha operation kabambe kwa kutumia kombora jipya la Oreshnik ambalo kimsingi wanadai ni kombora ambalo lingeshindwa kudunguliwa na taifa lolote hadi wakati huu, licha ya mataifa ya Magharibi kuleta propaganda kwamba baada ya kufanya uchunguzi wana uwezo wa kulidungua, lakini bwana Putin anasisitiza kusema kwamba hakuna mwanamume mwenye uwezo wa kulidungua kombora hilo la Oreshnik. Kadhalika, moja kati ya changamoto ambazo wakati huu zinaelezwa huko Uingereza ni kwamba Uingereza ina wasiwasi mkubwa sana kwamba kuna uwezekano wa Urusi kufanya mashambulizi ndani ya taifa hilo, licha ya kwamba Urusi haikuweka wazi kwamba inaweza ikafanya mashambulizi hayo. Lakini tuendelee kusubiri tuone mwanamume rais wa Urusi Vladimir Putin, baada ya kile alichokisema katika hotuba yake ya kufunga mwaka kwamba anataka kuonyesha anaimaliza vipi vita ya Ukraine, licha ya kwamba rais mteule wa Marekani anasema yuko tayari kwa ajili ya kuweka mezani mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine ili kumaliza vita. Lakini Putin anasema kwamba yawepo mazungumzo yasiwepo mazungumzo, mwaka 2025 ni mwaka wa ushindi, na kwamba mwaka huu ndio mwaka utakaoonyesha ubabe wa kivita wa Urusi, lakini pia ndio mwaka ambao Urusi itaendelea kuonekana kama taifa tishio kwa nchi za Magharibi, lakini pia ni wakati ambapo Urusi itaonyesha ukuu wake katika uwanja wa vita, lakini pia ukuu katika kila idara, kwa mujibu wa Rais Putin. Mtazamaji wa The World News, ni kutakie heri ya mwaka mpya. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia kila kukicha, tutakuwa tukikujuza mambo mengi yanayojiri duniani. Endelea kuwa nasi bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.